Mabati sana. Leo ndo ungeniambia kwa nini mkojo wa ng'ombe mchungu. Mimi nishasema mwanangu hawezi kuolewa na mwanaume maskini. Mwanangu ataolewa mjini huko na watu wanaojitambua. Halafu hili jizi linakimbia kama niwe likurupusa shambani. Sijui ndo lenyewe hili. Na hapa kijijini sijui linakaa kwa nani, lakini utatambua tu. Nikumbuke kwa barua japokuwa unioni, ni tabasamu la usoni, simanzi kwa moyoni. Ni bwana tajiri buja bobutu seseseko mutu ya Kongo bwana mapesa Motemba na Ngai. Ukianzaga hivyo tu najua unataka kukopa kitu. Leo sikopeshi. Kaka we ni ndugu yangu bwana najua kwenye hili huwezi kuniacha, si ndio? Kando ya majani mabichi umilaza. Tembe, nishakwambia leo sikopeshi chochote. Kwanza nishakupa buku. Leta hiyo kwanza buku, afu nikuuzie chochote unachokitaka. Sasa mimi nilikuwa na shida moja ndugu yangu. Nilikuwa naomba unikopeshe unga robo pamoja na nyanya. Alafu pesa yako kesho asubuhi nitakuletea. Yaani mapema kabla hujafungua nitakuwa hapa. Nilijua tu iwe kesho kweli. Tofauti na hapo tutakosana. Kwanza unanichelewesha hapa. Ndo naenda ukweni nini? Wewe ukiona nimependeza hivi unajua naenda kwenye kikao. Uwe mbele na muda baba. Alafu kukopa mwisho leo. Okay, sasa swala la kukopa tutaongea. Hapa sasa hivi tujadili swala la mtoto Koku. Akishakuwa mikononi mwako pale chumbani. Alafu na mimi niko sebleni pale na katiza hivi. Ndio maana huwa nakukubali kinoma. Nitakuongezea unga, nitakupa kilo 1. Najua hata dagaa utakuwa huna. Nitakupatia dagaa mafungu 4. Hapo umetisha sana ndugu yangu, na labda nikwambie kuanzia leo mimi ninakutambua wewe kama mume halali wa ndoa wa Koku. Hapo na mimi nitakuwa na tabu. Unajua bwana tajiri bwana buja. Pima unga. Ondoa changa. Hapa ndo umefika kwa bwana tajiri bwana buja. Pima unga malundo. Koku. Na nyanya. Haina tatizo. Koku ni wangu. Koku ni wangu. Jina mkosi gani jamani? Kila nikisimama na Koku, kila ninapokuwa na Koku, lazima babake afike lile eneo jamani. Ile zile lazima litakuwa shirikina. Sio kwambia zile hapo. Jamani. Tarangu nimeitupia wapi sasa? Zee, huu nilie. Eti linaniambia nikalisaidie kutaga mayai. Mimi naenda kuitafuta bwana. We Koku. Koku. Mwe. Ina maana ninavyokuita unisikii? Au unanihesabia sauti? Yule ng'ombe hapa alifuata nini? Alikuja kuulizia mayai baba. Sijaongea naye chochote au kama umefika. Kwa hiyo hapa nyumbani sisi tunafuga kuku hapa? Hapana baba. Sasa kama hatujafuga kuku, kwa nini aje aulizie mayai hapa na asiende kuulizia kwenye nyumba zingine huko? Mimi mwenyewe sielewi baba. Jinga wewe. Wewe ndo kuku unayewindwa hapo. Wenzio wanajipitisha hapa ili uwachekee wakupe mimba. Sasa wale wako wakupe mimba. Mimi hapa nakuua. Jinga kama.
Sema sasa, sijachelewa sana eh? Hujachelewa nini? Mbona umewaka namna hiyo? Una safari maana umependeza. Sasa ndugu yangu, wewe umesahau kwamba leo ni mguu wangu mguu wako kwa baba mkwe wetu baba mzaa chema, tukachukue chuma. Ndugu yangu, kwani nilikwambia unisindikize? Sisi ni marafiki kaka, yaani jambo lako jambo langu, iwe furaha iwe huzuni, lazima tushirikiane bega kwa bega. Sawa, ngoja nifunge duka tuelekee huko, ila jichunge kitu kimoja, usije ukaenda huko afu ukalopoka mambo yako ya kijinga. Si unajua kule tunakoenda sehemu yenye heshima. Kaka, katika watu ambao unatakiwa waweke karibu ni mimi bwana Tembe wa Tembele, kijana mwenye nidhamu, heshima katika mambo ya umma na mambo binafsi. Ushaanza kujisifia. Basi sawa, ngoja nifunge duka tuondoke. Weko, umekuja huku sasa hivi, babako hajakuona? Baba yupo ndani amelala, nimetoroka mara moja nije nikuone. Uko sawa kweli? Mbona kama umeumia? Hebu nikuone. Sijaumia sana, ni kidogo tu, ila ukupaswa kuwa hapa. Si unajua mimi sitaki babako ajue ninapoishi. Kuhusu baba achana naye bwana. Unajua nimekuletea nini? Fumba macho hadi nikwambie ufumbue ukiona. Aya, nimefumba. Fumbua. Nakuletea ndani yako. Mbona kama hujafurahi mimi kukuletea ndala yako? Ningefurahi zingekuwa zote mbili, ila moja nimeipoteza wakati babako ananifukuzia. Koko, najua unanipenda. Niahidi kama hautomkubali Buja. Nakupenda wewe Baraza, simpendi Buja. Niamini, sawa? Sawa, Koko. Naomba uwahi nyumbani, baba yako asije akaanza kukutafuta. Si unajua nakupenda, sitaki upate shida yoyote. Kwanza tunashukuru mzee wetu kwa kutupokea vizuri. Sisi vijana wako kama unavyotuona hapa, tumekuja kwa lengo moja tu, naamini utatusaidia. Nawasikiliza. Kwa ridhaa yako mzee wangu, tunaomba tumuoe binti yako. Nini? Yaani mumuoe na nani? Hivi mna akili kweli nyinyi? Samahani mzee wangu, huyu bwana hayumo, ila ni mimi ndo ninayetaka nimuoe binti yako. Sasa kama kuongea tu hujui mpaka uongelewe, je, kuoa utaweza? Haya, una shilingi ngapi? Upande wa mahali au kishika uchumba? Hivi kwani wewe ndo unayeoa? Hapa naongea na muoaji na sio wewe. Mimi sitaki kupindisha. Kama unataka kumuoa binti yangu Koko, mali ni 150,000. Ila unaweza ukalipa kidogo kidogo. 150,000? Mbona mnatoa macho? Kwani wewe umekuja na shilingi ngapi? Mimi nimekuja na 70,000 mzee wangu. 70,000? Ina maana umeona binti yangu ni simu za mkopo? Kama ni hivyo, si kila mtu angekuwa ameoa hapa.